nasikia wengine wakisema ati wamenona sababu wamekula mandizi. Wewe ulikula mandizi na ni mashamba ya Ruaraka ulikula. Mashamba ya Wakenya, watoto wa shule ya Kenya ndio inakunonesha, sio mandizi. Ama simulikuwa hii tu Kenya wakikula mashamba ya Ruaraka? Simulikuwa hii Kenya wakiua watu wanatupa kwa mto Yala? Sasa walikuwa wanatupa watu kwa river Yala. Leo tunawaambia ile reli walikwamisha, zile barabara walikwamisha, ndizo William Ruto anaendesha zikamilike ili Wakenya wote waweze kushiba na wanone kama nyinyi. Haiwezi kuwa ati nyinyi tu ndio mnaweza kunona. Wakenya wengine pia wanataka wapate nafasi za uchumi wanone kama nyinyi. Kama ni mandizi mnakula, lakini mambo ya kuua Wakenya, muliua Wakenya, hiyo tuachie Mungu. Na wale wenye watachunguza. Sababu hakuna Mkenya, and I want to say here, Your Excellency, no child, and I would have expected many of the civil society groupings that are speaking today, I would have expected that the issues they would be raising is the issues of femicide and the killing of young, innocent university students who are being murdered left, right, and center because they have been impregnated by political leaders. Then they are killed. Yet we do not hear any single civil society, even our women rights fighters and our human rights activists, even call for investigations. And I know, Your Excellency, a lot will be said. But if you think you can murder a single Kenyan and get away with it, please mark my words, you will not get away with the murder of innocent Kenyan girls. Even those who murdered Kenyans and dumped them in River Yala, you will not get away with it. Time will come. Na mkono wa sheria ni mrefu, usifikiri umejificha ama utajificha nyuma ya siasa. Wakati unakuja, Mheshimiwa Rais, wacha nikomee hapo, lakini hawa watu, hao naomba tu Mheshimiwa Rais utuachie. Tutasukumana nao, huyu Lendama na hii rungu yake atasukumana na wao. Kwa hivyo Mheshimiwa Lendama, endelea na kazi yako.